Mpenzi mtazamaji, karibu tena. Niko na mpira wangu kama kawaida, mpira na dunda nao. Unajua mpira wenyewe umetoka mjengoni huu, ndio mpira wa official sasa hivi wa kipenga cha mwisho. Mwalimu Hemed Mteza. Naam. Tumesema wiki iliyopita kwamba referee yuko uwanjani kwa ajili ya kusimamia sheria. Sawa? Kabla hatujaanza kuchambua, nakuuliza kitu moja mwalimu. Off season, wakufunzi mnakuaga na program maalum kwa ajili ya waamuzi wanaoenda kuchezesha ligi? Off season wakufunzi tunakuwa hatuna shughuli, kwa sababu shughuli yote ambayo itatekelezwa wakati huo inahitaji fedha, na wakati huo kwa sababu mipira imesimama, kila kitu kimesimama, mzunguko wa na pesa fedha nazo haupo. ziko zimesimama. Mzunguko wa pesa unakuwa haupo. Mzunguko wa fedha unakuwa haupo. Alafu unajua wakufunzi wanakuwa wako sehemu mbalimbali Tanzania. Sasa kwa kusanya pamoja, kuwaita inakuwa kidogo kazi kubwa kidogo. Ndio tatizo, lakini ingependekezwa vile vile off season si wachezaji tu, hata wakufunzi nao angalau ungekuwa wanapata nafasi ya kupitia sheria kabla mwaka mpya wa msimu haujaanza. Msimu mpya haujaanza. Simon Belwa. Naam. Kabla ya ligi inapokuwa imeisha au inapokuwa imesimama, match commissioners kuna assessment mnafanyaga ya waamuzi kwamba bwana, mimi nilisimamia mechi fulani, referee wangu alikuwa fulani na fulani na fulani na fulani. Huwa mnafanyaga assessment kwamba huyu referee kwenye mechi hii anatakiwa afanye kitu fulani cha ziada au apunguze kitu fulani, labda anatoa sana kadi au hatoi kadi. Kuna assessment kama hizo mnazifanyaga? Kimsingi huwa katika ripoti ambao unamjua mwamuzi. Yeah. Kila kitu kipo. Kwa maana ya maelezo yote yapo. Na bila shaka hata kopi ya hiyo report ambayo unatuma TFF na wewe huwa unabaki nayo. Inabaki kwenye email, nabaki nayo. Huwa napitia. Tunashauri mule kwa mwamuzi wa na hiki, afanye hiki, apunguze hiki, azidishe hiki. Huo taratibu upo. Kwa mfano mimi kabla sienda kwenye mechi huwa nafanyaga sana. Sawa. Kwa nini nimeanza kuuliza haya maswali? Naam. Wachezaji ligi ikiwa imesimama, kwa mfano bodi ya ligi ilitangaza kwamba ligi ya NBC itarejea tarehe 1 mwezi wa 3 2025 kutoka Disemba. Kwa hiyo kulikuwa na mwezi wa Januari na Februari ambayo waamuzi na timu zilikuwa hazina mechi za mashindano. Nipo sawa? Yeah. CHAN haikufanyika. Bodi ya ligi ikaita ligi itaanza tarehe 1 Februari. Au sivyo? Ndio. Tunategemea nini kwa performance ya waamuzi wetu? Waliambiwa ligi itaanza tarehe 1 mwezi wa 3. Ndio. Sawa? Alafu wanaletewa taarifa. I think ile taarifa ilitoka ndani ya wiki moja au siku 10. Au sivyo? Kama ligi itarejea tarehe 1 Februari. Kwanza kimsingi kwa swali lako ni kimsingi kwanza ni muamuzi kuwa active muda wote. Yani kufanya mazoezi na kusoma sheria. Ndio. Yeye mwenyewe. Jinsi gani atapata michezo kuchezesha inategemea kule anakoishi. Kuna michezo mbalimbali, kuna ligi mbalimbali, aidha za mikoa, aidha za wilaya, aidha ndondo zao, ili performance yake iendelee kuwepo. Sasa inategemea na anakokaa na anakotoka. Mwalimu, naomba nipate jibu kutoka kwako. Mwanafunzi wako ndio anajua ligi inarudi tarehe 1 mwezi wa 3. Ndio. Halafu anapata short notice kwamba ligi inarudi tarehe 1 mwezi wa 2.
siku 30, siku 28 Februari na siku 28. Yeye hajafanya maandalizi, akiwa anategemea bana, mimi maandalizi ya ligi nitaanza tarehe 1 Februari, siku 28 zinanitosha kabisa kujiweka fit kwa ajili ya raundi ya pili ya ligi. Halafu anakuja anakutana na ligi imeanza ghafla. Sio kosa, mimi sijasema ni kosa. Nauliza performance ya yule mwamuzi kwenye uwanja, tunategemea nini hapo? Performance ya mwamuzi lazima kidogo itapungua, itashuka, kwa sababu hakupata maelekezo mazuri ya sheria wakati wa mapumziko wa ligi. Sasa tupendekeze tu TFF nao wajitahidi, pamoja na hali ngumu sana wakati wa off season kuweko na semina za hapa na pale kwa ajili ya waamuzi na wakufunzi ili kuongeza kiwango chao. Unajua, bahati nzuri mwaka huu sisi tuna CHAN mwezi wa 8 tuna CHAN, mwezi wa 8 ambayo ilitakiwa kufanyika huu mwezi huu wa pili, lakini imesogezwa hadi lazima nayo waamuzi wetu waendane na hali hiyo. Na CHAN vile vile itakuwa moja ya somo kwa waamuzi wetu, makamishna wetu na viongozi wetu wa mpira nchini. Bila shaka, bila shaka. Ile ni opportunity ya kipekee kabisa ambayo tumeipata kuanzia CHAN kuelekea mpaka kwenye AFCON. Yani tunatakiwa tunufaike kisawasawa na hiyo. Kwa nini nimeanza kuuliza hiyo? Unajua, nilitizama zile mechi ya raundi ya 16. Sawa? Nilitizama zile mechi za raundi ya 16. Halafu nikawa najiuliza maswali. Kwa nini performance ya waamuzi wetu imekuwa hivi? Sasa ukiwa baba ukaona performance ya mwanao imeshake kidogo, au sivyo, utafanya utafiti. Nini kimesababisha mwanangu aperform under level yake? Kwangu jibu lilikuwa sahihi na jepesi mno. Waamuzi wetu walikuwa hawajajiandaa kurudi raundi ya pili. Tuangalie haya matukio. Referee wa mechi hii alikuwa Nasor Mwinchui, mechi ya raundi ya 16. One of the most experienced referees tuliokuwa nao kwenye NBC Premier League, au sivyo? Yeah. Tizama hii tukio linalotokea hapa. Hii hapa. Hapo kuna foul, hakuna foul? Hapo mpira huo umekuja, mkono wa Baka umeenda kwenye mgongo wa mshambuliaji wa Kagera, akamkandamiza, akaenda chini, mpira akaucheza ukaondoka. Is this a foul au sio foul? Na kama ni foul, kwa nini hii tunaihukumu kuwa foul? Na kama sio foul, kwa nini tusihukumu hii kuwa foul? Mwalimu. Hiyo ni foul kwa sababu moja, mchezaji aliovaa jezi la kijani alijaribu sana kumzuia mchezaji aliovaa jezi ya njano ili asiondoke, na pamoja na hayo akajaribu veve kumpanda mwilini asipate nafasi ule mchezaji wa njano kucheza huo mpira vizuri jinsi inavyotakiwa. Unaona? Sawa. Team A imefanya foul against team B. Sawa. Referee, okay. Bahati nzuri, naomba tumwangalie assistant referee. Kuna kitu atakifanya hapa. Hii hapa.
amebadilisha tu mkono. Haku raise bendera yake. Sawa. Tuseme Mwinchui alijaribu ku apply kwamba mechi hii nataka nguvu zitumike. Charles. Simon. Charles. Inavyoonekana kwa tathmini yake alitaka mpira uchezwe tough. Lakini ukiangalia hii tukio lililotokea ilistahili kuwa foul. Nguvu ilitumika. Nini madhara ya incident kama hii inatokea alafu referee si hukumu? Madhara yake yanaweza yakawa nini? Madhara yake ni makubwa, kwa sababu ukiacha foul kama hii akija kufanya mwingine opponent alafu ukahukumu inaweza ikaleta double standard. Yes. Kuna madhara mimi na yahisi yanaweza yakasababisha tunapoacha foul kama hii. Ukiacha foul kama hiyo, yani unalazimisha kwamba wachezaji wengine wanjano ndio na wanaweza kurudishia. Kwa hiyo utakuwa unalea. Sasa ukirudishia ndo inakujia mwamuzi kwamba lazima ile uhukumu. Sasa ukihukumu ndo inakuja kwa nini ile pale uliiacha, alafu unakuja unahukumu hii hapa, alafu ile control kidogo ya mchezo inaanza kupungukia. Alafu inatupeleka wapi? Hiyo mechi inatupeleka wapi? Mechi inakuwa ndio ile wanasema baadaye inageuka wanasema tia maji, tia maji. Okay. Nitaomba kabla hatujaenda mapumziko, bado tuna muda, kuna kitu mimi nitaigusia. Naomba tutizame tukio hili hapa. Clement Mzize. Clement Mzize na Kapama. Kwa wakati mmoja wachezaji wawili wote wameshikana. Anayemiliki mpira amemshika wanyuma wake, alafu wanyuma wake naye amemshika. Simon. Naam. Uko wewe katikati ya uwanja. Ndio. Unahisi nani alianza kumvuta kwenye scenario hii? Nani alianza kumvuta mwenzake? Kuna wakati referee tunaambiwa tunatakiwa kusoma mchezo, sio? Yeah, ndio. Anakupa mtihani, soma huu mchezo. Hapa alianza kumvuta mwenzake ni nani? Mimi nikiangalia kwa haraka jezi ya kijani na njano, mimi naona wote wameshikana. Sasa nani? Hapa wameshikana, sawa. Lakini katika kushikana wote aliyecheza sasa faulu ambayo sasa yawazi unaweza ukaihukumu. Amecheza Mzize, akacheza faulu ya kuatua miguu, lakini kushikana wameshikana wote. Kwa hiyo kama ni maamuzi, okay. Ameamua ile maamuzi ya kumkwatua kwa nyuma. Kwa hiyo nafikiri yuko sahihi kwenye tukio hili. Alikuwa sahihi, au sivyo? Nasr Mwinchui kuhukumu hii foul alikuwa sahihi. Mwalimu? Ndio. Holding an opponent alafu unamkwatua. Foul inatosha au should it go with a caution? Kwa sababu pale kuna makosa mawili. Ndio. Holding ni moja ya katika yale makosa makubwa. Ndio. Holding unamzuia mchezaji. Alafu ile ya mwisho ile kicking an opponent. Hii sasa inabadilika from tripping inakuja kwenye kicking. Kicking. Unaona kampia sawa. Sasa kwa kuwa ni makosa mawili kwa wakati mmoja, adhabu inakuwa ni moja, lakini angalau na inakwenda na ile unsporting behavior ambayo ni yellow card. Ambayo ni yellow card. Kwa yellow card, au sivyo? Maanake ni reckless challenge.
reckless charge. Simon, Yeah. umeipata hiyo? Nimepata hiyo. Sasa mimi nitaongeza kitu kimoja. Mchezaji ambaye anamiliki mpira anakwenda na mpira mbele, ana sababu gani ya kumshika wa nyuma? Nahisi anamshika wa nyuma baada ya yeye kuanza kushikwa kwamba usiende, yeye naye akaamua amvute ili apate pesi ya kwa sababu unapomvuta mtu huyo mtu anabaki nyuma. Lakini yeye akikuvuta wewe mbele, ina maana anapata na yeye kumove gap ya kuondoka. Right or not? My thinking. Navyofikiria mimi. Mimi namtafuta mtu aliyeanza kufanya hiyo foul ili ni halalishe ile kadi ya njano. Au tusiitoe ile kadi ya njano. Jamani, tumekuwa kimya. Kwa sababu benefit of doubt, ngoja. Benefit of doubt tunampa mchezaji mwenye mpira. Ni mpira. Au sivyo? Kwamba yeye hana sababu ya kumshika mtu wakati mpira tayari anao. Are we right? Yeah. Simon, leo utatoka sana jasho. Leo utakutoa jasho leo. Kwa hiyo hii foul tumetegemea kuona yellow card. Sasa nakuja kwenye, nataka tumalizane kabisa na Mzize. Sawa. Tumalizane kabisa na Mzize. Kuna group moja nipo ya watu wa mpira inaitwa Dona Group. Dona Group. Fans Group. Hao ni washabiki wa Dona, sio Dona ugali. Simon, ni hukumie hii incident. Iongee wewe. Sawa. Mzize kwanza hakuwa na nia ya kucheza mpira. Nia yake kaenda kucheza na goalkeeping. Hii ni foul kwenda upande wake na yellow card. Kwa sababu hakuwa na nia ya kucheza mpira. Unamuona kabisa. Kaangalia mpira kauacha, kajua hana uwezo wa kucheza. Ngoja nikacheze na goalkeeper. Hili ni kosa. Kwa hiyo ni foul kutoka pale ilipofanyika kwenda upande kwa kijani. Na ni yellow card kwa sababu amezamilia kwa muono wangu mimi. Mwalimu? Ameblock goalkeeper asende akafanya kazi zake, wakati yeye hana intention ya kucheza mpira. Unamwona? Alikuwa anamtizama kabisa. Anamtizama, namuona na akamwekea ubavu. Unaona? Wa kushoto, unaona? Hakuwa na nia kucheza. Wewe pita huko. Haya. Hiyo ilikuwa ni dakika ya, hiyo tukio lilitokea dakika ya 11, ilikuwa haijavuka kuja dakika ya 12. Mapema kabisa. Je, tunaweza tukasema labda Mwinchui alimzungukia akamwambia bana, sijaipenda ile foul? Kwa sababu ilikuwa ni mapema, akajaribu kuapply staircase approach. Hivi bado tunatumia staircase approach kwenye kutoa kadi? Sasa hivi tunatumia nani gani, Simon? Wakati wetu sisi tulikuwa tunatumia sana, tulikuwa tunatumia, lakini kwa sasa kulingana na wakati na muda ambao unakwenda nao na wakati wa ulimwengu wa sasa, kadi haisubiri muda sasa hivi. Mtu amefanya kosa tena hili la kuzamilia, yani huyu yani tendo lake la nia yake ya kucheza mpira ni kosa, sababu mpira unatakiwa uchezwe, cheza mpira. Sasa ilikuwa ni yellow card, kosa la yellow card, lakini sisi tunaona kwa sababu ya replays. Wenzetu hawaioni. Light wangekuwa na ile nini tunasema mwanzo VAR. Ingemsaidia. VAR ipo. Ila wataalamu wa kutumia ndio sasa hivi wapo mafunzoni. Wako mafunzoni. Okay. Sawa. Watakapomaliza
VAR bila shaka itaanza kufanya kazi. Mpaka sasa hivi tuendelee na VAR iliyopo ndani ya kipengele cha mwisho. Au sivyo? Sawa sawa. Haya, kwa hiyo hii tumekubaliana. Sasa kwa nini nimeanza mapema na hii? Ndio. Clement Mzize hii tukio aliifanya dakika ya 11. Dakika 11. Alafu akaja akafanya tukio lingine la kumvuta Kapama. Okay. Kwangu mimi niliona kama asingemaliza kipindi cha kwanza, kama ungeonyesha kadi ya njano hapa na tukio lile pale, singekuwa njano ya pili. Tunakuja hapa, niko na Mwinchui hapa leo. Sawa, okay. Fauli kaiacha, sio? Kaacha fauli. Alikuwa sahihi kuiacha fauli. Na kwa nini kaiacha hii fauli? Walimteza. Yeye aliacha foul baada ya kuona kama alitoa advantage hivi, lakini ile foul ingelazimika lazima itumike kwa sababu it's almost coming to serious foul play. It's coming to serious foul play. Hebu tuione. It's almost. Okay. Unaona goti ile la njano limekuja kwenye mwili wa katikati wa huyu jamaa mwenye jezi ya kijani. Okay. Okay. Alafu goti lake la kijani ile limekuja kwenye sehemu ambazo si nzuri. Na Nasser Mwinchui namona. Okay, nimepata kitu kimoja kizuri. Nimeona. Unaona? Okay. Naomba tumtizame mwamuzi msaidizi hapa chini. Sio? Unaona kibendera hicho kimeshuka kimerudi kwa sababu ya mwamuzi ameonyesha advance. Sawa. Mwamuzi yuko wapi? Mwamuzi huyo hapa yupo katikati ya uwanja. Ameona hiyo scenario. Mwamuzi anatoa ishara gani? Katoa advantage, assistant referee. Katoa advantage. Au sivyo? Shambulizi limeenda, lakini baada ya shambulizi kuisha, yule aliyecheza ile foul, ngoja tukamwonyeshe kadi ya njano. Au sivyo? That's why amekuja kuhukumu hii foul hapa akiwa ameshikilia yellow card. Nasser Mwinchui, most senior referee to me. Yupo mwingine senior zaidi ya Nasser? Kwa sasa hapana. He is the most senior. Yeah, Nasser Mwinchui ndio senior. Labda assistant Changwalo hivi. Hivi Changwalo bado anachezesha? Bado. Kwa maana ukiongea Changwalo ndio senior. Lakini he is assistant. Yeah. He is assistant. Hivi Nasser na Changwalo alianza Changwalo? Changwalo mkongwe. Changwalo mkongwe. Okay. Nasoro kaja huyu mimi nipo kwenye nini? Yeah. Okay. Kuna vitu vikiwa moyoni sio rahisi kuviacha. Kwa hiyo tumekubaliana nice advantage alitoa Nasser Mwinchui. Yeah. Na mwisho last akaja amekuja kumwonyesha kadi ya njano. Yuko sahihi kabisa. Yuko sahihi. Sawa. Ndio. Haya. Tuje tuangalie, nimalize na hivi. Ngoja tumalize na somo kwa haraka. Sawa. Kuna sehemu nilikuwa naangalia hii mechi. Sikuwa ofisini. Hii mechi ilichezwa juzi ya? Isamuyo. Assistant referee kutoka Dodoma. Why offside wakati goalkeeper kautema mpira? Na goalkeeper akitema mpira jamani, si hamna offside? Si ndivyo tunavyosemaga?
Rebound sign offside. Hiyo ilikuwa zamani. Rebound sign offside. Hiyo ilikuwa zamani. Bwana mimi nikaisikia hiyo. No, sasa hiyo kuna sehemu mimi nikaisikia. Nikamtazama yule mtu. Sasa ngoja nikae kimya. Kwa sababu tayari wakati jamaa anapiga shuti yule jamaa alikuwa kwenye nafasi ya kuotea. Sasa pale amekaa kwenye nafasi ya kupata faida. Miongoni mwa nafasi 3 zile za ambazo tunahukumu kwamba kuingilia mchezo, kuingilia mpinzani, kukaa kwenye nafasi ya kupata faida. Sasa huyu alikuwepo kwenye nafasi ya kupata faida. Ni nafasi gani hiyo ya kukaa kwenye faida? Kupata faida? Ni kwamba ni yeye tu alikuwa na mlinzi mmoja, mlinzi mwenyewe mmoja ni goalkeeper GK basi. Na anatakiwa awe na walinzi wawili kati yake na mstari wa goli pamoja na mpira. Mwalimu, hebu iweke vizuri. Mimi sijui mstari wa goli ni upi, sijui mlinzi wa kwanza ni nani, mlinzi wa pili. Hebu iweke vizuri kidogo. Mlinzi wa kwanza kwenye mpira wa miguu ni goalkeeper. Na kama hayupo goalkeeper golini, mtu yote wa mwisho baada ya mstari wa goli. Baada ya mstari wa goli. Mstari wa goli ni ule ambao mstari wa goli ni ule ambao umesimikwa goli. Ule ndio unaitwa mstari wa goli. Aha. Okay. Haya. Tumeshaupata ule mstari ambao umesimikwa magoli. Haya. Tunamhukumu vipi mchezaji kama huyu Chama? Kama huyu Chama? Tunamhukumu vipi kwamba yeye alikuwa karibu zaidi? Alikuwa karibu zaidi kwa sababu hakuna mtu mwingine yote baada ya goalkeeper. Tunaona pale. Ngoja ni pause. Hapa. Tumalize. Simon? Mpira unapigwa kule. Ndio. Sawa. Wakati mpira unapigwa, Chama alikuwa katika nafasi ya kuotea. So, ni kosa kwa nafasi ya kuotea? Si kosa. Amepata faida baada ya goalkeeping kutema ule mpira. Wakati yuko kwenye nafasi ya kuotea amefaidika. Asante sana. Kwa kifupi tunasema, kwa hiyo assistant yuko sahihi. Huyo anaitwa Wema Kalinga. Wema Kalinga. Alikuwa assistant referee wangu kwenye mechi ya wabunge wa Simba na Yanga. Alikuwa line 1. Okay. Ukienda kwenye page yangu ya Osman Kaziwani leo utaona post. Okay, sawa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea bado tuna matukio kadha wa kadha ambayo yametokea ndani ya NBC Premier League kwa raundi hizi mbili. Mpenzi mtazamaji wa Kipenga cha Mwisho, ni kukaribisha tena kwa mara nyingine tena kwenye kipindi cha kipekee kabisa Afrika Mashariki na Kati, kama so bara zima la Afrika, ambayo tunashughulika na kufafanulia sheria mbalimbali za soka, sheria zinazoundwa na IFAB, International Football Association Board. Sisi kazi yetu hapa ni kuzitafsiri tu, lakini tunatafsiri kwa niaba ya kutoa mafunzo na kukuelewesha wewe mpenzi mtazamaji wetu kwamba sheria ilivyoandikwa tunatakiwa tuitumie vipi ndani ya uwanja. Na ndio maana huwa siwi peke yangu. Kwa mara nyingine tena wiki hii niko na mwalimu wangu Hemed Mteza. Mwalimu, shati imekutoa. Imenitoa kabisa. Bonge la shati hiyo. Nashukuru sana. Hivi baada ya kipindi tunaweza tukabadilishana kama wachezaji wanavyobadilishana jezi uwanjani? Hapana. Tafadhali. Kwa sababu sio jezi, ni shati. Sawa, lakini ndio jezi zetu sisi tukiwa studio, au sivyo? Huku hatuji tukiwa tumevaa jezi. Wale kule hawawezi kuvaa suti na shati kama mimi na wewe, lakini wanabadilishana. Basi hata tutaongea, lakini shati ni mind. Simon Belwa. Naam. Ndugu yangu, the official uniform of referees. Shati nyeupe, suruali nyeusi, kaka umetisha. Asante sana. Kwa wiki nyingine tena, karibu sana kwenye kipindi cha Kipenga cha Mwisho. Asante sana Osman Kazi. Ulipata comment kuhusiana na kipindi kilichopita? Ulipata walikupa kupa 2-3 bana? Nilipata. Positive au tulichapia sana? Positive. Mwalimu, ndio. Show yetu ya wiki iliyopita ilikuwaje? Ilikuwa nzuri sana.
iliwaelimisha watu ukakasi wote ambao uliokuwepo umetoka na walielewa. Unajua, wiki iliyopita niliongea kwa jazba sana mimi, kwa sababu ilikuwa inaniuma, mtoto wa mamangu na babangu. Leo tunaendelea, leo tunabaki kuwa marefari, au sivyo? Na sahihi kabisa. Basi mpenzi mtazamaji, tupate mapumziko mafupi. Tukirudi leo tunakuja kuangalia raundi ya 16, mechi maalum ambayo tunaiangazia itakuwa ni Young Africans dhidi ya Kagera Sugar. Sio da Young Africans, ni Young Africans. Wiki iliyopita wamesherehekea miaka 90. Miaka 90. Sio kidogo umri huo. Tupate mapumziko mafupi. Kipindi leo ni kitamu sana kwa hakika kabisa, naamini kabisa muna enjoy mno darasa hii. Tuliishia kwa kusema hivi, mchezaji aliyoko kwenye nafasi ya kuotea ni yule ambaye yuko karibu zaidi na mstari wa goli, tukimaanisha mstari huu hapa, kuliko wapinzani wawili na mpira. Kwa hiyo wakati mpira huu unapigwa, sijui mchezaji aliyepiga, sipati picha yake vizuri, lakini Clatous Chota Chama alikuwa tayari ameshaingia kwenye nafasi ya kuotea, na hatimaye mpira uliporudi kwake, mwamuzi msaidizi namba 2 Wema Kalinga aliweza kumhukumu. Why alimhukumu? Kwa sababu alinufaika kwa kuwepo kwenye nafasi ya kuotea. Kwa hiyo sasa hivi jamani, ya masuala ya kusema rebounds and offside, tunaangalia wakati mpira unapigwa, kabla hauja rebounds, mpira ulipotoka kwa mwenzake, je, huyu mchezaji alikuwa karibu zaidi na mstari wa goli au hakuwa? Haya, tuendelee. Yes. KMC Singida Black Stars. KMC Singida Black Stars, mechi iliyochezwa kwenye uwanja wa KMC Complex. Moja kati ya mechi ambayo ilikuwa na maswali kadha wa kadha. Sawa, twende hapa. Goli la kwanza la KMC lipo sawa? Naomba tuangalie hii move vizuri. Lipo sawa? Imani, hili ni swali, mnaulizwa swali. Haliko sahihi. Haliko sawa. Kwa sababu kuna matukio mawili. Moja ya mchezaji alikwenda akamparamia mchezaji wa Singida. Pili, aliyofunga goli tayari alizuiwa. Baada ya kupiga mpira ule alizuiwa na mguu wa mchezaji wa KMC. Kwa hiyo ule mguu wake haukufika kwenye mpira. Na tukio la pili, unaona pale, huyo anaitwa Trabi. Anaitwa huyo beki aliyechezewa kosa kwanza moja hilo, unaona hiyo? Hii ya kwanza, hii ya pili. Hii ya kwanza hatuwezi tukasema kwamba wote wawili walikuwa wanakimbia, bahati mbaya wa nyuma akadondoka akasababisha defender adondoke. Hatuwezi tukasema hivyo. No. Wa nyuma tayari umeona kisha ameingia kwenye nani, kwenye mwili wa nani, unaona?
kitendo cha kumdondosha haina tofauti na ile iliyotokea kati ya Mzize na Ramadhan Chalamanda. Huyu defender alikuwa, huyu mshambuliaji alikuwa anajua, na kama sikosea alikuwa ni Saliboko huyu aliyecheza ile faulu ya kwanza ambayo alisababisha nani akadondoka chini. Ngoja tuangalie. I think so. Nahisi. Okay. Charles. Sio kwa nini leo namkumbuka sana Charles Simon wa Dodoma. Unamkumbuka Charles Simon badala ya Simon Belwa. Yule mwanangu. Haya. Kimsingi kama alivyoongea mwalimu kwamba makosa pale yamefanyika mawili. Kosa la striker kumsukumiza back. Yeah. Lakini pia huyu mshambuliaji pia alikuja kufunga. Aliclutch, yani tuseme Kiswahili kizuri alinini? Alimzuia ule mguu. Kwenye sheria tunatumia lugha gani hapo? Hiyo kwenye sheria tunatumia lugha gani? Simon. Tripping. Kwa maana ya mchezaji aliochukua mpira na kufunga? Kwenye lugha yetu ya kukita. Dangerous play. Yes. Right? Dangerous play. Kwa hiyo amefunga goli, ndio tunarudi kwenye sheria ile namba 10. Amefunga goli halikukidhi sheria namba 10 ambayo inasema usiwepo na kosa lolote wakati unakwenda uvunjifu wa sheria. Naam, lugha sahihi. Sawa. Uvunjifu wa sheria, kwa maana ya uvunjifu wa sheria ni kutenda kosa. Ulichokisema. Mwalimu, ndio. Natamani sana utie neno hapa. Ulisema lakini hebu malizia. Tia neno fulani hapa. Mimi kuna kitu natamani kisikie sikioni. Referee wa mchezo hii Omar kutoka Tanga. Omar Mdoe. Okay. Mwalimu, tia neno. Tuna clip ya kutosha hapa inayotupa hadithi hii. Unadhani kwa nini Omar Mdoe hii hakuhukumu? Kwa kweli siwezi kuingia kwenye mawazo yake. Mimi nitaingia kwenye mawazo yake. Wewe ingia kwenye mawazo yake. Mimi natamani niingie kwenye mawazo yake. Hii position yake, angalia mpira unavyoenda, angalia speed yake anayoenda nayo. Sawa? Hakuwa na speed. Sawa. Mpira unapo approach penalty area, mnatuambiaga sana. Tufanyeje? Mwe karibu na eneo lile. To sprint. Alafu na lazima concentration iwepo ya hali ya juu. Au sivyo? Concentration zake hapa zilikuwa sawa? Hazikuwa sawa. Kwa hapo hazikuwa sawa. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba anahitaji kuongeza umakini hasa mpira unapo approach ndani ya penalty area. Na okay, hii tumepata engo nzuri. Anyway, all in all tunakubaliana kwamba hii ilistahili kuwa foul, sio ya pili tu, hata ya kwanza kama ilitokea bahati mbaya. For instance, kwa sababu tupo darasani tutasema hivi kwamba hata kama foul ilitokea kwa bahati mbaya, hakuna foul ya bahati mbaya. Foul ni foul. Ina kategori zake tu ambazo tunazitizama. Careless foul, reckless foul, excessive force. Kama imetokea bahati mbaya, tutaipeleka kwenye careless foul. Au sio? Kwamba imetokea bahati mbaya, hakuwa amekusudia, lakini imetokea yeye alivyodondoka. Yaani hata kama angedondoka yeye bahati mbaya alafu mikono yake ikagonga mikono ya defender. Au sio? Naye akadondoka alafu mwenzake akachukua mpira na kufunga, tutahukumu hii. Na Mdoe ni mwamuzi mzuri sana. Angeongeza yani pale shida yake ni moja. Speed. Kuifuata. Hakuwa karibu na tukio, lakini angekuwa karibu ile angeiona. Alafu nikimtizama namuona kama alikuwa mgongoni kwenye hii tukio. Angalia hapo. Unaona mpira unapoenda. Yuko kwenye mgongo wa, labda inaweza kusababisha. Tunarudi pale.
Mimi bado kuna kitu nimekireserve. Nitakisema tu mwisho. Haya. Tunakuja kwenye mechi hiyo. Singida penalty. Mwalimu, nimchonganishe mtu hapa aje angalie hii tukio. Nimechoka mimi kusimama bwana. Na mimi nikae basi kidogo. Nimchonganishe mtu, sio? Simon. Yeah. Karibu kwenye kipenga cha mwisho bwana. Karibu hapa nilipo. Njoo itizame vizuri hii tukio. Njoo itizame vizuri. Zoea, huu ndo uwanja wa kipenga cha mwisho, Sheikh. Tizama vizuri. Jamani, napishana mimi na mwenzangu hapa. Kwanza ili tukio jambo la kwanza, wakati mpira unakuja, ule mpira ulikwenda kumgusa mkononi kwa forward, kwa striker. Mpira ulimgusa mkononi kama unaangalia vizuri. Lakini la pili, kwa maana ya tukio la penalty, mimi binafsi sioni kama kulikuwa kuna penalty. Mimi kwa mtazamo wangu sioni kama kulikuwa kuna penalty. Angalia vizuri. Bana, kweli mpira umeenda mkononi. Haya. Kwa swali bwana, wewe sasa ndio kazi hapo. Kwa sababu mimi ni Osman Kazi. Sasa hapa niende kwa mwalimu. Tuelezee tukio lilivyotokea. Tukio nilivyoeleza ni kwamba mpira ulipokuja, ule mpira ulimgonga mkononi. Ndio. Kama ulimgonga mkononi na mpira ule ulikuwa unaelekea kufunga goli, ndio. Pale mwamuzi angepiga firimbi ya kosa la kukamata au kushika mpira. Wala tukio la penalty au la kuanguka pale lisingeweza kufanya nini? Kutokea. Alafu mbili, naona yule mwamuzi kama kajiangusha vile, dalili ya nani sioni pale, kwamba alisukumwa au alitegezewa mpaka kuanguka, mimi sioni. Kwa hiyo nini alitakiwa kufanya mwamuzi? Ndio. Ndio. Ni kumpa kadi yule na nikumonyesha kadi yule mchezaji anafanya assimilation na kujisingizia. Kwa hiyo faulu itakiwa ifanyike kwenye goli la itoke la KMC kwenda kwenye goli la Singida. Haya. Nashukuru sana. Sasa mimi nitaonyesha kitu. Sina shaka na handball. Handball ipo. But narudi kwa Omar Mdoe. Position yake, mpira huu umegonga mkononi hapo. Kwanza tudini na handball. Sawa. Omar Mdoe na assistant referee namba 2. Nani wa kuona huo mpira umegonga mkono? Kwa mimi muono wangu ni assistant. Ndio mtu wa kwanza kuona ile tukio, kwa sababu yote angeweza kuona hiyo handball. Omar Mdoe alikuwa kushoto na mpira ulikuwa kulia. Mchezaji ule mchezo ulikuwa kulia. Angeweza kuiona hiyo handball. Ilikuwa ni ngumu. Assistant yule ndio ambaye paswa kuona ile tukio. Sawa, assistant hakumsaidia mwamuzi wake kuona hiyo. Sawa. Anayekuja kusaidia hapo ni mtu mmoja. Anaitwa VAR. Yes. Right? You're right. Because sitaki ni mlaumu 100% assistant referee, kwa sababu
yule ni binadamu. Naam. Ana spidi ya kukimbia. Naam. Na je, angeweza kwenda na spidi ya mpira? Haiwezekani. Sawa. Haiwezekani. Tunarudi kule kule. Haya. Na kuja wote wawili hawajaona handball. Sawa. Naomba muangalie kwa umakini. Naomba mtizame kwa umakini. Hapa. Unaona huu mkono wa defender hapo mgongoni? Amemvuta. Umefanyaje hapo? Kwa hapo kama ameshika jezi la huyo jamaa wa Singida. Ngoja tuangalie, kuna engo moja niliona vizuri zaidi. Hapa wameshaiacha. Mimi naitaka hii hapa tu. Defender alipeleka mkono kwenye jezi. Sawa. Kumbuka Singida Black Stars ina wachezaji wa kimataifa ambao ni professionals. Sawa, hatujui academy aliyotoka. Huko kwenye academy tunajua wachezaji jinsi wanavyoandaliwa bana, ya ukishikwa wewe kidogo tu lala utapata free kick kwa sababu sheria ndio inasema hivyo, au sivyo? Anaona incident kama hiyo tayari wako goli 2 nyuma, halafu kuna incident kama hii imetokea. Kwa nini asiende chini kuomba penalty? Msaada. Au sivyo? Kwa hiyo alicheza na akili ya mwamuzi. But sitaki tufike huko. Assistant referee kama angemsaidia Mdoe mapema, asingetoa ile penalty. Naamini kabisa. Lakini tumpe kongole goalkeeper. Kafanya kazi yake vizuri. Unajua kuizuia Singida Black Stars kupata goli ni kazi moja kati ya favorites kwenye ligi yetu, right? Yeah. Sawa? Okay. Sawa. So this is it. Sasa nadhani tushamaliza matukio ya KMC. Goal 1 tumeiona, Singida penalty tumeiona, Baka tumeona, Chama offset tumeona, Mzize nani advantages zote tumeshaziona. Naomba, nilipata fursa ya kumsikiliza kuongea na aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya waamuzi Mzee Salmu Mande Chama. Okay. Hebu naomba tumsikilize maoni yake aliyotoa kuhusiana na upangaji wa ratiba ya waamuzi. Ngoja tumsikilize. Halafu kwa mujibu wa kanuni za CAF. Nachofahamu kwa mujibu wa kanuni za CAF na FIFA, chombo chenye mamlaka ya kupanga ratiba ya waamuzi wa mpira wa miguu ni kamati ya waamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kamati ile imeundwa kwa mujibu wa sheria za CAF na TFF. Kwa hiyo ile kamati ndio yenye mandate hiyo. Kwa hiyo yenyewe ndio jukumu lake la kupanga ratiba ya waamuzi. Kama ulivyosema ni raundi ya pili. Siwezi kuwa nimeona madhara kwa sababu waamuzi waliopangwa ni wa michezo miwili ya raundi ya pili. Lakini kama ingekuwa imeshachezwa michezo kama 5-6 ningeweza kusema kwamba kuna madhara. Zimechezwa mechi 2 za raundi ya pili. Ninachokiona ni malalamiko na kelele nyingi ambazo ziko mtandaoni zinahusiana kwamba kuna waamuzi huyu kaboronga kwa mchezo huu na huyu kaboronga kwa mchezo huu, ambavyo ni vitu vya kawaida kabisa katika taaluma ya waamuzi wa mpira wa miguu. Mchezo wa mpira wa miguu, mtu mwenye mamlaka ni mwamuzi anayechezesha mpira ule. Lakini baadhi ya watu wengi tafsiri za sheria za uamuzi wa mpira wa miguu zinawashinda. Nitakupa mfano. Nimeona katika mitandao watu wengi walikuwa wakichambua dhidi ya penalty aliyopewa Simba kwenye mechi ya Tabora. Wengi wanasema kwamba ile contact aliyofanyiwa Mpanzu ilikuwa ni contact nyepesi, wakati sheria yenyewe inasema kwamba any body contact is a foul.
na contact, kwa sababu huwezi kuipima kwenye mzani, huwezi kusema hii ni contact kubwa au hii ni ndogo. Mimi kwa maoni yangu refa alikuwa sahihi, kwa sababu yule alimgusa. Hoja ni kumgusa, no matter kwamba umemgusa kwa sana au kwa kidogo. Huyo ni Salum Umande Chama aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya waamuzi miaka ya nyuma huko. Haya maoni ambayo ameyatoa tumeyapokea kwa sababu ndio hichi ninachotaka kwenda kusema. Mwalimu Mehmed Mteza, niliuliza referee off season anafanya nini? Right, Simon? Mimi, wewe, pamoja na wewe Mwalimu Mteza, wote tulikuwa tunapataga break. Sawa? Na tulikuwa tunachukua likizo kabisa, kwa sababu wakati wa ligi huwa tunafanyaga mazoezi kila siku. Nipo sahihi? Yeah. Kilicho nipeleka kufikiria maamuzi ambayo ndugu yetu Mwinchui alikuwa anachukua. Mimi nilijiuliza maswali mengi. Huyu sio Mwinchui nayemjua mimi. But why haya maamuzi? Nikaja nikagundua. First, ndio ilikuwa mechi ya kwanza baada ya kutangazwa kwamba ratiba iliyotoka ilikuwa ya round 2. Sasa hivi ratiba inayotoka ni ya round 2. Au sivyo? Kwa nini tutegemee 100% performance kutoka kwa Mwinchui, mwalimu? How do you expect kwamba yule Mwinchui ambaye alitangaziwa kwamba ligi inarudi tarehe 1 Machi, anakuja anashtuka kwamba ligi imerudi tarehe 1 February, halafu anashtukiziwa bana, wewe utakwepo katika round ya 16, unategemea performance yake itakuwa sahihi kabisa? Lazima wachezaji wanaendaga pre-season kabla ya ligi kuanza, au sivyo? Wakirudi performance yao, je, wanaanza kwa moto moja kwa moja? Then why referee performance yake ataanza moja kwa moja? Na wauliza why performance ya mwamuzi Mwalimu, tutegemee 100% performance kutoka kwake? Haiwezekani. 100% haiwezekani, kwa sababu amekuwa katika muda wa mapumziko. Performance yake itaongezeka kadri michezo inavyoongezeka. Experience yake itaongezeka kadri michezo inafanya nini? Inavyoongezeka. Hivi itakuwa performance yake itakuwa ya kawaida. Gradually. Inaenda ikiongezeka gradually. Sasa mimi baada ya kuona zile kelele nyingi na nini, ndio nikasema nina platform ambayo tunawaelimisha watu. Hatumfundishi mtu tukajiona kwamba sisi tunajua sana. Wako wanaojua zaidi yetu. Am I right? Yeah. Au sivyo? Sahihi. Lakini na sisi wako watu tunajua zaidi yao. Performance ya mwamuzi, kama unategemea performance ya mchezaji kuweza kupanda gradually, hata referee hali ni hiyo hiyo. Kwa hiyo mimi ni waombe tu ndugu zangu ni waombe kwamba referee na mchezaji ni familia hii moja. Wote performance zao zinatokana, kuna siku ata perform vizuri, kuna siku mechi na mkataa. Simon, mechi haijawahi kukataa? Mimi ilinikataa siku binti yangu Mariam Osman Kazi alipokuwa aliyozaliwa. Mimi nilikuwa naenda kuchezesha Simba versus JKT Ruvu. Bana, mechi ilikuwa ngumu sana kwangu. Kumbe nilikuwa sijui nyumbani kuna mgeni amekuja. Au sivyo? Kwa hiyo siku hazifanani. Naam. Upo sahihi. Hadi wakati mwingine tena. Inshallah. Mpenzi mtazamaji wetu, hii ilikuwa ni kipenga cha mwisho maalum kabisa ambayo tulikuletea uweze kunufaika, na kuomba sana uendelee kubaki na sisi hadi wiki ijayo, ambapo kuna matukio mengi
mengine yataendelea kuja. Kumbuka kuna mechi ya dabi ya Mzizima, au sivyo? Tutakuja nayo hapo kwenye kipindi cha mwisho. Alamsiki.